Kukata miti kiholela holela, hiyo nayo ni sio lazima atafute idhini kutoka kwetu akitaka kutumia hizo miti. Miti inaweza saidia kwa njia kadhaa. Sana Gospel Ministry Youth Environmental Club. We are the environment and our environment reflects our lives. Plant a tree, save the environment. Plant a tree, save the world. He who plants a tree plants hope. Thank you. Oromaler wado diero kamano Nyasachwa tinyi basani bukitimo nwangono. Mi oromo kaka chiel gi youth gini nyithindi Nyasachwa. E paro mar gin go Nyasachwa mar pidho yien e chokruok manyo bire piny Sembo Lwaka. Nyasaye bed jakorgi mi kumo chokruogni Nyasachwa mar youth bende kiti lweti med chielo gi Nyasachwa. Kibedo jakorgi gima gitimo ne Nyasaye. Gimede time ka gidhi kendo kimiyo gi teko, kimiyo gi nguvu. Nyasache mondo gineni karo maler umbo gi kendo rito gi e bwo ng'wono e nying musik e nying Yesu Kristo majawa. Amen. Bwana sifiwe. Upendo wetu hapa ni Osana Gospel TV, Osana Gospel Ministry, TikTok fan page yetu. So hapa leo ni siku ya Sunday na unapata Sunday asubuhi hatukuangi na services. Tunakuanga na ile harakati ile ya kupanda miti kwa boma mali tumeenda kufanya crusade. So leo asubuhi wana youth walikuwa wameamua sasa kununua miti. Hiyo imekuwa kama nimeona kama imekuwa kama mtindo. So ndio maana nimetafuta mtu mmoja nielezee juu sasa sisi kama watu wa media hatujui kitu ilianza aje. So tuko na mmoja hapa atatuelezea kuwa tangu hii program ianze imechukua duration kiasi gani. So atatuelezea na nini ndio maana walianza hii club, benefits gani ndio wanapata. So tutamsikia na tutahoji watu mbalimbali ndio tupate kweli ya hii jambo. So asante, utatuelezea tu kidogo tu. Mradi wa upanzi wa mti haukuwepo hapo nyuma, lakini kama vile unajua watu maisha ikiendelea, new things come in. So we came up with this idea because we know that environment is life and our life is reflected in our environment. Hiyo ndio maana tulionelea kama vijana tusiwe tu tunakaa, tusiwe tu tunakuja tunaomba tunarudi, bali tulionelea tuanze kitu yenye itakuwa ni baraka kwetu na pia itabariki wale watakao baki mahali pale tulifanya hiyo kongamano. Mradi huu wa upanzi wa mti tulianza mwaka wa 2023 na tangu wakati huo tumekuwa tukipanda miti katika kila kongamano tunahudhuria. Wacha niseme kwamba tangu tuanze kupanda miti kwa kongamano yote tumeenda, tumebarikiwa kwa maana kando ya kwamba Mungu ametubariki kutokana na yale tuliombea Mungu, pia tumeweza kubarikiwa kwa maana hii mradi imezidi kutuweka pamoja hata zaidi ya kwenye tulikuwa hapo nyuma, na pia imetupatia nafasi ya kuweza kujiendeleza sisi wenyewe kwa wenyewe manyumbani kwetu, kwa maana huwa tunahimiza ya kwamba upanzi wa miti tukipanda kwa kongamano isiwe tunapanda kwa kongamano peke yake, bali tunahimiza kila mmoja akirudi kwake ama kwao, yeye pia aende achukue jukumu ya kupanda miti, kwa maana nilivyosema hapo mbeleni ni kwamba mazingira yetu ni afya yetu, na maisha yetu ikiwa itakuwa ni maisha nzuri itategemea na mazingira tunamoishi. Kwa hivyo watu tunahimiza watu wakirudi nyumbani kwao wapande miti, na kutokana na hiyo kuna wale wameona uzuri kando na wale tumewapandia katika kongamano. Kuna wengine walipanda miti nyumbani kwao na wamepeana ripoti ya kwamba miti waliopanda kutokana na himizo letu
yamekuwa vizuri na hata tayari wameanza kuona faida ya upanzi wa miti, kwa maana tayari japo hayajakuwa makubwa sana miti hayo, lakini tayari kuna kivuli wanaweza sherekea kutokana na upanzi wa miti yenye walipanda, na hiyo motisha walipata kutoka kwa hii mradi wa upanzi wa miti ya Hosana Gospel Ministry. Sasa naweza sema kuna faida kadhaa yenye inaanza kuonekana. Kando ya hiyo, sisi sote tunajua ya kwamba sio kivuli pekee, mti una faida kadhaa, kwa maana najua miaka 2-3 ijayo miti yenye tumepanda yatakuwa yamekuwa kubwa, na kama vile tunajua kwamba mti ni pesa, na ukitaka kuwa na pesa panda mti. Ukipanda mti leo hii, baada ya miaka 3, hiyo ni pesa uko nayo na hakika. Wacha pia niseme ya kwamba sio kupanda mti tu, bali tukishapanda mti pia tufanye bidii kulinda ili tuhakikishe imekuwa, na sasa ikishakuwa ndio tutakuwa na hakika na pesa. Wacha niambie wale wanatuona ya kwamba mti ni pesa, na tumejitokeza ili tuweze kuboresha mazingira yetu spiritually, na pia mazingira yetu tunamoishi, physical environment. We are out also to improve it, and that is the reason why we are investing our efforts in ensuring that we plant trees in each and every convention that God permits us to hold. So hivyo ndio ninaweza sema, na pia naomba ya kwamba wale wote wangependelea kujiunga na hiki kikundi chetu cha upanzi wa miti, tumewakaribisha ili tuweze kupanda miti mingi zaidi, ili tuweze kuboresha mazingira yetu, kwa maana we are the environment, and our environment reflects our life. Just as our slogan is, plant a tree, save the environment. Plant a tree, save the world. He who plants a tree plants hope. Who plants a tree plants hope. Sasa tunaamini ya kwamba kwa kupanda mti moja hivi, hiyo tumepanda matumaini. Kuna mtu atapata matumaini siku ya kesho kutokana na hii mti moja. Kwa hivyo nawapa changamoto wote wanaoniona ya kwamba popote ulipo, panda mti. Pengine uko mjini pale huwezi pata nafasi ya kupanda mti, na kurai ya kwamba utakaposikia ya kwamba kongamano imepangwa, tuma mti wako, tutapanda kwa niaba yako na Mungu atakubariki, na pia utakuwa umepanda matumaini ya kesho, matumaini ya baadaye. Asanteni sana. Asante. Upande mwingine kwa maneno ambayo nimesikia kutoka kwako ni kuwa ni kama ni himizo kwa wenye wanabaki kwa boma waendelee kupanda miti. Na swali lingine niko nayo, baada ya miaka mingi kama hizi miti yenye tumepanda zimekuwa kubwa na tumerudi tena hapa kufanya crusade, ni kitu mzuri sana wenye wanabaki hapa kutumia hizi miti kama kupasua, yani kupika, baadaye itakuwa imekubalika, ama hizi miti sasa ni miti za kazi ingine za church, ama sasa wenye boma ndio wako na authority ya kufanya chochote ambazo watakuwa wapenda. Na then swali lingine tena, hizi miti zikikuwa kubwa ikuwe imeenda kama miaka 10 ama miaka 20, ipate kama hii generation ishaenda wenye walipanda, ni iko sawa kuwa wenye wamebaki hapa wanaweza uza, wanaweza tumia kivyao bila kujulisha au watu wa kanisa? Asante sana kwa hiyo swali nzuri. Mimi kama mwana mazingira mkuu, wacha niseme ya kwamba lengo letu kuu ni kuboresha mazingira. Hilo ndio lengo letu kuu, kwa maana nilivyosema hapo mbeleni ni kwamba mazingira yetu ni uhai wetu. Ndio maana tukikuja kwa kongamano tunahakikisha tukitoka pale tumeboresha mazingira ya pale. Wacha niseme ya kwamba baada ya kupanda mti hivi, kwa mfano tumeweza kupanda miti katika
eneo ya makanisa, church compounds, and at times we have also planted trees in homes where we hold the conventions. Jambo kuu ni kwamba mazingira tumeweza kuboresha, na nilivyosema hapo nyuma ni kwamba mti una faida kadhaa. Nilisema pale ya kwamba mti ni pesa. Kwa hivyo mimi kitu ninajua na niseme ya kwamba tunachojua katika hii mradi wetu upanzi wa mti ni kwamba jambo la kwanza tumeboresha mazingira, na jambo la pili ni kwamba tukipanda miti kwa mfano katika compound ya mtu, hiyo tayari tumembariki sisi. Hiyo ni baraka, sisi pia tumembariki. Sio lazima atafute idhini kutoka kwetu akitaka kutumia hizo miti baada ya miti kukua kubwa. Hiyo ni baraka tumeweza kumbariki nayo. Kwa hivyo nasema ya kwamba sio lazima atafute idhini kwetu, bali kitu naweza sisitiza kama mwana mazingira ni kwamba kukata miti kiholela holela, hiyo nayo ni hatia, kwa maana lengo letu ni kuboresha mazingira bali sio kudunisha. Kwa hivyo kukata miti pengine isaidie kwa njia fulani, hiyo si lazima tuidhinishe, bali isiwe kukata miti kwa njia inayoonekana sasa ni kuharibu mazingira tena, kwa maana jukumu letu ni kuboresha mazingira. Na pande ingine tena kukata miti ili ufaidike nayo, kwa maana tulisema hapo nyuma kwamba miti ni pesa. Hiyo pia tukatai, kwa maana tulisema ya kwamba ukipanda mti hiyo ni pesa uko nayo na hakika. Kwa hivyo sio lazima mtu mwenye boma atafute idhini kutoka kwetu. Miti inaweza saidia kwa njia kadhaa. Inaweza saidia watu wa hiyo boma kwa mfano kulipa karo, inaweza saidia watu wa hiyo boma kwa mambo mengine ya maendeleo, kwa maana sisi pia tunaamini ya kwamba miti ni chanzo cha maendeleo. Just as we said that we are the environment and our environment reflects our life. Asante sana. Asante sana, asante sana. Wale ambao wanatutazama pale Usana Gospel TV, ni hivyo ndio imekuwa kila mahali yenye tunaenda ku attend the mega crusades kwa kila boma. So hata kama uko hapo unasema nitawasupport tukienda kila crusade na pesa fulani, juu wamejitolea kuchanga pesa yao wenyewe, hawategemei wale wakubwa kutoa ndio waende wanunue. Ni wao wenyewe, wao wana youth, wengine wanasoma hawana hata pesa, lakini wanahakikisha wakienda pale lazima kila mtu akuwe na kama 2 ama 3 ama lazima mtu achangie ndio abarikiwe. So asanteni sana, na hadi wakati mwingine tena tutawaletea tena program nyingine. Asante na Mungu awabariki tena. Asante sana.